Hi, kwa majina naitwa Dash natokea Michenzani Zanzibar. Hii namba nimeitoa YouTube, nikaambiwa kuwa unatoa ushauri kuhusu mahusiano. Nikamwambia ndio, karibu, una changamoto gani? Akaniambia ndio, mimi shida yangu kubwa hasa nilikuwa sipati hisia wakati wa kufanya tendo na mume wangu. Ndiyo, mimi shida yangu hasa kubwa ilikuwa sipati hisia wakati wa kufanya tendo na mume wangu. Inapelekea mpaka mume wangu ananifikiria vibaya. Yeye anasema yeye hapati hisia wakati wa kushiriki tendo na mume wake, hali ambayo imempelekea mwanaume anajisikia anamhisi vibaya au anaona kwamba hatendewi haki kwa kile ambacho kinachotokea. Lakini issue sio kumhisi vibaya mke wako, mume wako. Issue ni kutafuta chanzo. Kwa nini sasa hivi mke wangu hatoi ushirikiano wakati wa tendo la ndoa? Kwa nini sasa hivi mume wangu hatoi ushirikiano wakati wa tendo la ndoa? Tunatafuta chanzo, tunashughulika na chanzo. Kwa nini tumepatwa na hiyo hali? Kwa nini tumetokewa na hiyo situation katika mahusiano yetu? Lakini sio kuanza kulaumu. Kwa hiyo hata mwanaume ambaye anayemlaumu mwenza wake na kumhisi vibaya kwamba huenda kuwa anachepuka nje, bado hajatumia maarifa ambayo ni sahihi kwa ajili ya kuweza kutatua changamoto yake na migogoro yake ya kihisia baina ya yeye na mwenza wake. Swala la hisia, kukosa hamu imekuwa ni everywhere, every corner. Lakini kuna vyanzo ambavyo vinaweza vikapelekea mwanamke akapoteza hisia na mume wake, mwanaume akapoteza hisia na mke wake. Sasa vyanzo hivi ni vipi? Sasa hivi ndivyo ambavyo tunavyopaswa kuweza kushughulika navyo, lakini sio kujikita katika kuweza kutafuta ama kulaumu, kutafuta sababu na kulaumu na kutupa matusi, kejeli na lawama na kuhisi kwamba kuna michepuko. Huenda kuwa tayari kuna michepuko, lakini mpaka mume wako anapoteza hisia na wewe, kuna sababu ambazo zinaweza kuwa zinapelekea, na sababu hizo huwa zinaanza polepole. Mpaka mke wako anapoteza hisia na wewe, kuna sababu ambazo huwa zinapelekea mpaka mke wako anakuwa katika hali hiyo, na hali hiyo huwa inaanza polepole mpaka baadaye inakuja kuwa kubwa. Dada mmoja akawa ananiambia, "Dokta, kwa hali tuliofikia ninamuona mume wangu kama dada yangu." Yaani anamuona mume wake kama dada yake au kama kaka yake.